Kama mnavyofahamu, tupo kwenye maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, na Wizara ya Viwanda na Biashara kama sehemu ya utumishi wa umma tumeshiriki maadhimisho haya pamoja na taasisi zetu mbalimbali. Na kama mnavyofahamu, Wizara ya Viwanda na Biashara ni miongoni mwa wizara ambazo zinazosimamia dira ya maendeleo ya miaka 2050. Kwa hiyo tuna maeneo yetu ya msingi ambayo tunatakiwa tuyasimamie. Kwa hiyo taasisi tulizonazo hapa leo, tuna taasisi 8 ambazo zimeungana na wizara ambazo ziko chini ya Wizara na Biashara katika maonyesho haya. Tunayo BRELA ambao tunawakaribisha wananchi waje wasajili makampuni, waje wasajili majina ya biashara, waje wasajili alama za biashara. Lakini pia tuna wakala wa stakabadhi za ghala ambao kazi yao ni kutoa leseni za uendeshaji wa maghala. Kwa hiyo tunawaomba kwa wale wananchi ambao wanataka kusajili maghala yao, basi waje ili waweze kusajili, waweze kupata leseni ya kuendesha maghala. Lakini pia tuna chuo chetu cha biashara ambao ni CB. Kazi yao kubwa ni kutoa elimu. Kwa hiyo tunawaomba wananchi walete vijana wao ili waweze kupata udahili katika chuo chetu cha CB, tukiamini kwamba ni miongoni mwa vyuo ambavyo vinavyotoa elimu bora sana ya biashara katika nchi. Lakini pia tuna taasisi yetu ya wakala wa vipimo ambao kimsingi kazi yao ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata kile ambacho anachostahili. Kwa hiyo kupitia wakala wa vipimo, wananchi waje watembelee, wapate elimu ili waweze kuona jinsi gani ambavyo bidhaa mbalimbali ambazo zinaenda kwa wananchi zinatakiwa ziwe zimezingatia vipimo kama jinsi ambavyo imeelekezwa katika taratibu. Lakini pia tuna taasisi nyingine ambayo ni ya NDC ambao ni shirika la maendeleo ya taifa, ambao ni shirika ambalo linaendesha miradi ya kimkakati, kwa mfano Liganga na Mchuchuma, lakini pia Sodash. Kwa wananchi waje waone, wajue maendeleo ya huu mradi umefikia wapi, ambapo tunaamini kwamba baada ya kusaini MOU mwezi wa 9, Mungu akipenda, nchi yetu inaenda kuingia kwenye historia mpya, na historia hiyo inasimamiwa na NDC ambayo wako chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa maana kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara ni miongoni mwa wizara ambazo zinasimamia miradi mikubwa ya kimkakati ambayo ina matokeo makubwa sana katika uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tuna taasisi nyingine ambayo ni SIDO. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais ametoa mikopo ya shilingi bilioni 200 kwa vijana. Miongoni mwa taasisi ambazo zinasimamia hiyo mikopo ni pamoja na SIDO. Kwa hiyo ningelipenda wananchi, hususan vijana, waje watembelee banda letu la shirika letu la SIDO, waweze kujua taratibu za mikopo inatolewaje, lakini pia waweze kupata elimu jinsi gani ambavyo wanaweza wakautilize hiyo mikopo kwa ajili ya manufaa yao na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Lakini pia tuna taasisi nyingine ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara inayoshiriki maonesho haya, ambao ni taasisi ya FCC, ambao kazi yao ni kuleta mazingira sawa ya ushindani katika biashara. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote waje watembelee mabanda yetu, waje watembelee Wizara ya Viwanda na Biashara, ambayo kimsingi tunasimamia maendeleo ya viwanda, maendeleo ya biashara, maendeleo ya biashara ndogo na viwanda vidogo kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote waje watembelee, wapate elimu, waone kitu gani kinachofanyika, lakini pia watakuwa kwenye nafasi ya kujua mipango mbalimbali ambayo inayosimamiwa na wizara katika sekta ambazo tunazozisimamia sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara. BRELA wapo na kazi ambazo wanazozifanya ofisini leo zinafanyika pale kwa wiki yote ambayo tutakapokuwa kwenye maonyesho. Kwa hiyo wananchi waje waende wakasajili biashara zao, wakasajili bunifu zao, wakasajili alama zao za biashara, na usajili ni ndani ya masaa machache. Kwa hiyo akienda pale, kama kila kitu kikiwa katika utaratibu, usajili wake anaupata leo. Kwa hiyo ninawaomba na ninawasihi sana wananchi katika kuadhimisha wiki ya utumishi wa umma waje waweze kupata hizo huduma ambazo kwa kweli ni huduma za msingi sana katika kuendesha biashara zao. Kuna hasara kubwa ya kuendesha biashara bila kuisajili, kwa sababu kuna haki zako unakuwa unazikosa. Unaweza ukaendesha biashara au bunifu bila kuisajili, ukakuta kwamba kuna mtu mwingine ambaye ameitengeneza ile bunifu au ameichukua ile bunifu yako akaenda kuisajili. Matokeo yake ni kwamba yule ambaye
ambaye aliyeiandaa, aliyoitengeneza itaonekana sio kwake kwa sababu hajaisajili, na ule mtu ambaye ameikopi ile bunifu na akaisajili itaonekana kwamba ni mali yake. Kwa hiyo